Dr. Aaron aeleza sababu 7 za Meta kufungia ukurasa wa Instagram wa Mange Kimambi. Mtaalamu wa masuala ya kimtandao na mawasiliano na teknolojia IT, Dr. Aaron Jovin ametoa ufafanuzi wa sababu kuu zinazofanya Meta kuchukua uamuzi wa kufungia ukurasa wa Instagram wa mwanaharakati Mange Kimambi, hatua inayohusiana na sera za Meta kuhusu maudhui hatarishi. Sababu hizo ni kama ifuatavyo: 1, kuchapisha maudhui ya kudhalilisha, maneno au picha zinazoweza kuharibu heshima ya wengine au kusababisha uonevu wa kijamii. 2, kuchapisha taarifa za upande mmoja, kurasa zinazotoa habari zisizo kamili au zisizo na uwiano wa pande zote. 3, kuchapisha maudhui ya uchochezi na kuzua taharuki. Maudhui yanaweza kusababisha machafuko, vurugu au hofu kwa wananchi. 4, kupotosha umma. Maudhui yenye lengo la kuchanganya na kudanganya watu kuhusu matukio muhimu au taarifa za jamii. 5, kuchapisha picha na video zenye ukakasi, high sensitivity, yenye nguvu ya kihisia na kiakili, inayoweza kuumiza na kuleta hofu. 6, kutumia lugha kali na matusi, maneno yenye chuki, kejeli au ya kuudhi wengine. 7, kuchapisha maudhui ya ngono yenye asili ya kingono isiyofaa kwa hadhira ya umma au vijana. Lakini pia sababu hizi huchukuliwa kwa uzito mkubwa na Meta kwa kuwa ni serikali ya mtandao inayolinda hadhira na jamii mtandaoni. Hatua za kufunga kurasa ni za muda mrefu au za kudumu baada ya maonyo ya kujirekebisha kutotolewa na kushindwa kufuata. Lengo la hatua hizi ni kulinda watumiaji wengine, kudumisha usalama wa mtandaoni na kuzuia uchochezi unaoweza kusababisha vurugu au machafuko nje ya mtandao. Kwa ufupi, kurasa zinazorudia kuchapisha maudhui hatarishi mara kwa mara huweza kufungiwa kwa muda usiopunguzwa kama njia kudhibiti usambazaji wa taarifa zisizo sahihi au hatarishi. Hata hivyo, kumekuwa na mjadala katika mitandao kuhusu sakata la ukurasa wa Mange na wanaharakati wengine kufungiwa, huku baadhi ya watu wakionyesha kuunga mkono na kudai ni njia ya kukomesha udhalilishaji, uongo, chuki, machafuko na upotoshaji, huku wengine wakiona kilichofanyika si sahihi. Je, wewe mtazamo wako ni upi?